I greet you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, Nawasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, and I welcome you to our service today. na nawaalika kwenye mkutano huu wetu wa siku hii ya leo. Before we read the scriptures, Kabla tusome maandiko, we are going to pray, tutaomba, then we read the scriptures and we proceed. kisha tusome maandiko na tuendelee. Shall we pray? Tuombe. Our Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, we are grateful to you once again, Father. Our lives are in your hands, Father. You have given us an opportunity, Father, to come and fellowship around the Word of God. I ask you, Father, to bless everyone out there, every brother, every sister, every person, Father, who is going to be listening to this broadcast. May you bless their heart. May you bring light, encouragement, edification, Father, to every person. Meet the needs which are in our lives, Father. Lord, we know we are living in the age of the rapture, when we must come to the image of Jesus Christ in order to qualify for the rapture. And I pray, Father, that you are going to help every brother and every sister to attain this image. We give you the glory and the honor. Anoint your word now. Let it go forth and be a blessing to every soul. For we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. We are going to turn to our Bibles in the book of Hebrews. Tutafungua Biblia zetu katika kitabu cha Waibrania. And we are going to read the first two verses. Waibrania aya 2 za kwanza. Yeah, and then we proceed by the grace of God. Kisha tutaendelea kwa neema za Mungu. I am not going to take a long time, Na sitachukua muda mrefu. so may God help me Kwa hivyo Mungu anisaidie to say what I'm about to say in a short while, in a short time. niseme vile nataka kusema kwa muda mfupi. So the Bible says in Hebrews 1 and 2, Hebrews 12, verse 1 and 2, Waibrania 12:1 na 2. it says, "Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God." Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi katika mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. And we have may the Lord bless his word. We may be seated. Bwana abariki neno lake, tunaweza kuketi. And our title this morning Na kichwa cha ujumbe wetu asubuhi hii ya leo is looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. ni kumtazama Yesu, ambaye ni mwanzilishi na mwisho wa imani yetu, Mwenye kutimiliza. na mwenye kutimiliza imani yetu. And we understand that the elect of God Na tunaelewa ya kwamba wateule wa Mungu were chosen in Christ before the foundation of the world. walichaguliwa ndani ya Kristo kabla ya misingi ya ulimwengu. And because they were chosen in him before the foundation of the world, Na kwa sababu walichaguliwa ndani yake kabla ya misingi ya ulimwengu, then we know their salvation is secure. kwa hivyo tunajua ya kwamba wokovu wao ni hakika. Their salvation is secure, Wokovu wao ni hakika, even though God knew that when we come to this earth, hata kama Mungu alijua ya kwamba wakati tutakuja kwenye dunia hii we would be in a fallen condition. tutakuwa tumekuja katika hali ya kuanguka. And that is because he wanted to display the attribute of a savior. Na hii ni kwa sababu alitaka kuonyesha ile sifa yake ya kuokoa. The fall of humanity Kuanguka kwa binadamu gave God the opportunity to display the attribute of a savior. ilipatia Mungu nafasi ya kuonyesha hii sifa yake ya kuokoa.
And he knew that a day would come na alijua ya kwamba kuna siku itakuja during our earthly pilgrimage wakati tuko katika safari hii yetu ya hapa duniani, that we would hear his call and respond to his calling ambapo tungesikia mwito wake na tuitike kuitwa huko and start the faith walk. na tuanze kutembea katika imani. Just like when we read the Bible, Kama vile tunavyosoma kwenye Biblia, we see there is a time Enoch started walking with God. tunaona kuna wakati Enoko alianza kutembea na Mungu. We see there is a time Abraham started walking with God. Tunaona kuna wakati Ibrahimu alianza kutembea na Mungu. When he was called out of Mesopotamia Wakati aliitwa kutoka Mesopotamia and he crossed the Euphrates to come over into Canaan, na akavuka mto wa Farati kuja Kanani, that was the beginning of his walk with God. hiyo ndio ilikuwa mwanzo wake kutembea pamoja na Mungu. And so we know Kwa hivyo tunajua that the Lord Jesus is the author and finisher of our faith. ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ndiye mwanzilishi na mtimilizi wa imani yetu. Author here does not mean a writer. Hapa haimaanishi mwandishi, It means the originator of our faith. lakini inamaanisha yeye ndiyo mwanzilishi wa imani yetu. He is the one who purposes redemption, Yeye ndiye alitutazamia wokovu and he is the one who carries it out. na ni yeye anauendelesha. And the Bible says, Na Biblia inasema he saves to the uttermost those who come to him. ya kwamba anaokoa wale ambao wanakuja kwake Kikamilifu. He kikamilifu. says to the uttermost those who come to him. Anawaokoa kikamilifu wale wanaokuja kwake. And the prophet says, Na nabii anasema God does not make a man a halfway Christian. ya kwamba Mungu hafanyi binadamu Mkristo nusu. He makes you a complete Christian. Anakufanya Mkristo ambaye ni mkamilifu. You cannot have a man who is sober and drunk at the same time. Hauwezi kuwa na mtu ambaye amejisikia na ni mrefu wakati mmoja. You have to either be sober or you have to be drunk. Ni lazima uwe umejisikia ama wewe ni mrefu. So when God saves a man or a woman, Kwa hivyo wakati Mungu anaokoa mwanaume ama mwanamke, he does not save you halfway. hakuokoi nusu, He saves you to the uttermost. That is what the Bible says. lakini anakuokoa kikamilifu. Hivyo ndivyo Biblia inasema. And while we are in this earthly walk, Na wakati tuko katika kutembea hapa ulimwenguni and God has called you as a Christian, na Mungu amekuita kama I Mkristo, want you to understand that the Christian life is not a sprint. nataka uelewe ya kwamba It's not a short race. maisha ya Mkristo si safari fupi, Si mbio fupi. si mbio fupi, It's not like the 100-meter dash. sio kama ile mbio ya hatua 100. This one is a marathon, Hii ni mbio ndefu and it takes a lot of patience. na inachukua Subira. subira kubwa. It is not a dash. Sio kukimbia tu mara It moja, is a marathon, lakini ni mbio ndefu, and there are many corners and many turns. na kuna kwa kona nyingi, kuna kupinduka kwingi ambako utapitia, And you are going to have many highs and many lows in this Christian life. na utakuwa na mambo mengi, utakuwa juu na utakuwa chini katika maisha haya ya Mkristo. That is why in the message called Standing in the Gap, Ndiposa katika ujumbe kusimama kwenye mwanya, and also souls in prison now, na pia katika ujumbe nafsi ambazo ziko katika kifungo wakati huu, the prophet was shown the mountain range in Montana depicting his life. nabii alionyeshwa mlima ambao ulikuwa unaonyesha maisha yake In Montana, huko Mount Tana. and Montana is a state in America. Hiyo ni jimbo katika Amerika. Yeah, he was shown a range of mountains, Nabii akaonyeshwa kikundi cha milima, and it had 7 peaks. na hiyo milima ilikuwa na pembe 7, And that was the course of his life. na hii ilikuwa ni mwenendo wa maisha yake. He had some highs and he had some lows. Alikuwa na wakati mwingine alikuwa juu na wakati mwingine yako chini. The 5th peak was the first pull. Ile ya 5 ilikuwa ni mvuto wa kwanza. The 6th seal was the second pull. Muhuri wa 6 ulikuwa ni mvuto wa pili, And the 7th peak was the third pull. na ile ya 7 ilikuwa ni mvuto wa pili. So for example, between the first and the second pull, Kwa hivyo kwa mfano, kutoka mvuto wa kwanza na mvuto wa pili, you know, the first pull was pretty high, that healing revival using the sign in the hand. mvuto wa kwanza ulikuwa ni juu, wakati nabii alikuwa anaponya akitumia nguvu, akitumia mkono wake, Kipawa katika mkono. kipawa katika mkono. Then because of exhaustion, Na kwa sababu ya kuinuliwa juu, kuchoka sana,
kwa sababu ya kuchoka sana, there's a time he was taken off the field for about 5 months. kuna wakati nabii alitolewa kwenye huduma karibu miezi 5, And that gave an opportunity for other evangelists to come onto the field. na hiyo ikapeana nafasi kwa wahubiri wengine kuja kuhubiri, The likes of Oral Roberts and T.L. Osborne. kama Oral Roberts na T.L. Osborne. Even though those ministers did not embrace the word of God in its totality, Hata kama wahudumu hawa hawakushika neno la Mungu katika ukamilifu, the only part of the ministry they embraced was a healing revival, ile sehemu tu ya huduma ambayo walishikilia sana ni but they uponyaji, did not embrace the word of God. lakini hawakutilia maanani sana neno la Mungu. So the prophet became very exhausted, Kwa hivyo nabii akachoka sana, and he was taken off the field for about 5 months. na akatolewa kwenye huduma kama miezi 5, And that was a low in his life. na hii ilikuwa ni kuwa chini katika maisha yake. Then he came to the second pull, which was discernment, Akarudi akaja kwa mvuto wa pili ambao ni kupambanua nafsi, the sign of the Messiah, which was pretty high. ishara ya Mesia ambayo ilikuwa juu. It is like a graph depicting his life. Ni kama picha ambayo inaonyesha maisha yake, And so is it with you and me. na hivyo ndivyo kati ya wewe na mimi. Sometimes you are on the mountaintop, Saa zingine tuko juu ya kilele cha mlima, and you are very happy, and you have the victory, and you have the joy bubbling in your heart. na uko na furaha, uko na ushindi, na una furaha moyoni mwako. And other times you go to the bottom of the valley. Na wakati mwingine unaenda chini kabisa ya mlima. Sometimes you even wonder whether you are a Christian, Saa zingine hata unashangaa kama kweli wewe ni Mkristo, because you are going through very lean times. kwa sababu unaendea mambo ambayo ni mangumu sana. But you are still a Christian because God is not an Indian giver. Lakini wewe bado ni Mkristo kwa sababu Mungu si mpeanaji wa Muhindi. Life is like that. Maisha yako namna hivyo. There's a time John the Baptist was very anointed. Kuna wakati Yohana Mbatizaji alikuwa na upako mkubwa, And there's a time the anointing left him and he became a very desperate man. na kuna wakati upako huu ulimuondokea na akawa mtu mwenye ukiwa sana. He is the one who introduced the Messiah. Yeye ndiye aliyemjulisha Mesia, Then he also came to a time where he doubted whether that was the Messiah. na pia kuna wakati alifika akatia shaka kama kweli huyo ndiye aliyekuwa The Mesaya. prophet says, Nabii anasema because the anointing had left him, kwa sababu upako ulikuwa umemuondokea, he could not even think for himself. hata hangefikiria yeye, hangewaza yeye mwenyewe. Same as Elijah. Hivyo Same hivyo as Elijah. hivyo pia na He Elijah was very inspired on Mount Carmel when he faced the prophets of Baal. alikuwa na uvuvio mkuu sana katika mlima wa Kameli wakati alikutana na manabii wa Baal. But when the revival was over, he went rock bottom, Lakini wakati ufufuo huo uliisha, akaenda chini kabisa and he lay under a tree in the wilderness and wished death for himself na akarara chini ya mti kwenye gharika, akaomba afe because of the threats of Jezebel. kwa sababu ya zile matisho alikuwa anapewa na Jezebeli. So the Christian life has highs and lows. Kwa hivyo maisha ya Mkristo yako na kuwa chini na kuwa juu, It is not a bed of roses, sio kitanda cha maua, but God has promised victory through Jesus Christ. lakini Mungu ameahidi ushindi kupitia kwa Yesu You Kristo. cannot have the victory in yourself. Hauwezi kuwa na ushindi wewe mwenyewe You can kibinafsi. only overcome through Jesus Christ. Unaweza tu kushinda kupitia kwa Yesu Kristo. And that is why when God calls us Na diposa wakati Mungu anatuita and He gives us His promises, na anatupatia ahadi zake, you have to mix the promises of God with faith. ni lazima ukutane na ahadi za Mungu katika imani. That is a mistake which the children of Israel made in their journey from Egypt to Canaan. Hayo ndio makosa wana wa Israeli waliofanya kutoka wakati walikuwa wakitoka Misri wakienda nchi ya Because ahadi. even though God gave them the promise of the promised land, Kwa Canaan, sababu hata kama Mungu aliwapa ahadi ya nchi ya ahadi Canaan, the Bible says Biblia inasema they did not mix that promise of God with faith. hawakukutana na hiyo ahadi ya Mungu kwa imani, And that is why na diposa the old generation died out. kile kizazi kizee walikufa wote, And only Joshua and Caleb survived from the old generation. na ni Joshua tu na Caleb kutoka wale walitoka Misri ambao waliishi, Because the Bible says they had a different spirit. kwa sababu Biblia inasema walikuwa na roho tofauti. And remember, we are in the third Exodus. Na kumbuka tuko katika Kutoka kwa And 3, the first Exodus was a shadow of the third Exodus. na Kutoka kwa kwanza Kulikuwa kivuli. kulikuwa ni kivuli kwa Kutoka kwa So 3. we need patience in this race. Kwa hivyo tunahitaji subira katika safari hii, And we need to mix the promises of God with faith. na ni lazima tukutane na ahadi za Mungu na kwa imani. That is a Christian walk.
Hiyo ndio njia ya Mkristo kuenenda. It is not all smooth, there are challenges along the way. Sio wakati wote kwenda bila shida, saa zingine kuko na changamoto nyingi njiani. And God in his wisdom Na Mungu katika hekima yake is the one who allows these challenges to come your way. ni yeye anayekubalia changamoto hizi zije katika njia yako. Because he is shaping a certain character in you. Kwa sababu kuna tabia fulani Mungu anatengeneza ndani yako. Many believers want to exercise a spoken word. Waaminio wengi wanataka kufanyisha kazi neno la kunena. They want to exercise a spoken word, Wanataka kufanyisha kazi neno la kunena, but at the same time they want to bypass child training. lakini wakati huo huo wanataka kupita kufunzwa vile mwana huwa anafunzwa. You cannot bypass child training and then come into the spoken word. Hauwezi kuruka kufunzwa kwa mwana na kisha uje kwa neno la kunena. Because child training is what makes you disciplined. Kwa sababu kufunzwa kwa mwana ndiko kuna kufanya unakuwa na tabia nzuri. And the manifestation of the spoken word is not for people who have no discipline. Na madhihirisho ya neno la kunena si ya watu ambao hawana tabia njema. Because it is not a show off. Kwa sababu si ya kujionyesha. It's not a public show. Si kitu ya kuonyesha umma. It is the ministry of Jesus Christ. Ni huduma ya Yesu Kristo. It is the mind of Jesus Christ in operation. Ni nia ya Yesu Kristo ikifanya kazi. It is John 5:19 Ni Yohana 5:19 where Jesus says, mahali Yesu alisema I do nothing till I see the Father doing ya it. kwamba sifanyi jambo lolote nisipoona Baba And akilitenda. what I see the Father doing, Na vile ninaona Baba that is akifanya, what the Son doeth likewise. hivyo ndivyo mwana naye anafanya. For you to come to that condition, Ili nawe ufikie hali you hiyo, must go through child ni training. lazima upitie kufunzwa kwa mwana. You must go through chastening, which is discipline Ni lazima uendelee kufunzwa kwa mwana ambao ili uwe na hekima na tabia nzuri na nidhamu. na midhamu. And when that is happening, Na wakati hiyo inafanyika, it takes away unwanted things in your character. inaondoa yale mambo ambayo haistahili katika maisha, katika tabia yako. There are many traits that we have which are not in line with the word of God. Kuna mafunzo mengi ambayo tunachukua ambayo hayako sambamba na neno la Mungu. That is why we have to go through child training to eliminate these things which are not in keeping with the word of God. Ndiposa ni lazima tuendelee katika kufunzwa kwa mwana ili tuondoe mambo ambayo hayalingani na neno la Mungu. And we need to have patience in this race. Na ni lazima katika safari hii tuwe na subira. Because when you lack patience, you are going to get derailed. Kwa sababu ukikosa subira utavutwa nyuma. You remember one time, Kumbuka wakati mmoja the children of Israel were facing the Philistines, wana wa Israeli walikuwa wanakutana na Wafilisti, and Saul was the king at that time, na kwa hivyo mfalme wakati huo, and Samuel was the prophet and the priest, na Samuel ndiye aliyekuwa nabii na alikuwa kuhani. and he was supposed to come and offer a sacrifice Na alikuwa aje atolee Mungu dhabihu before the children of Israel went into war. kabla wana wa Israeli waende kwenye vita. So he tarried for 7 days. Kwa hivyo akajifunga kwa siku 7, Akakaa siku saba kabla ya akakaa kwenda. siku 7, And then Saul decided it is taking too long. na Saulu akaona amechukua muda mrefu sana. Let me offer the sacrifice myself. Wacha nitoe dhabihu mimi mwenyewe. Even though he was not the right man to offer the sacrifice, Hata kama sio yeye alistahili kutoa dhabihu hiyo, he was unable to wait for the prophet to come and offer the sacrifice. alishindwa kugojea nabii akuje atoe dhabihu hiyo. And yet that was a test. He did not know that was a test. Na hayo alikuwa ni majaribu na yeye hakujua. And he failed the test because of lack of patience. Na akaanguka mtihani kwa sababu ya kukosa subira. And just when he was finished offering the sacrifice, Na wakati alimaliza kutoa dhabihu, the prophet appeared and asked him, what are you doing? nabii akatokea akamuuliza unafanya nini? And he told him, you have taken too long, so I decided to offer the sacrifice. Na Saulu akamwambia nimeona umekaa sana nikafikiria nitoe dhabihu. And the prophet told him, Na nabii akamueleza you have wrought folly, ya kwamba umefanya jambo la ujinga, and the kingdom is not going to be established in your hand now. na ufalme hawezi kukuzwa katika mikono yako. It is better to obey than to offer sacrifice. Ni afadhali kutii kuliko kutoa dhabihu. So because this man had no patience, Na kwa sababu mtu huyu hakuwa na he subira, was not going to continue in the kingdom. hangeendelea katika kuwa mfalme. And when you lack patience, you get derailed. Na ukikosa subira unarudishwa nyuma. Look at Sarah. Tazama Sara, When she decided that she was not going to have the baby, wakati alifikiria kwamba hatapata mtoto, she doubted the promise of God. akatia shaka wa ahadi ya Mungu. So she told Abraham, take this Egyptian maid, Kwa hivyo akaambia Ibrahimu, chukua mtumishi huyu wa kutoka Misri and she is going to have a child vicariously for me. na awe na mtoto kwa niaba yangu. And
when Ishmael was brought forth, na wakati Ishmael alizaliwa, and this was at the instigation of Sarah, na hii ilikuwa Sara amesema mapenzi he yake, became a persecutor of the righteous. akawa mtu wa kuteza yule mtakatifu, And that is why eventually na diposa mwishowe Sarah decided this man was not going to be heir with her son. Sara akaona ya kwamba mtu huyu hawezi kuwa mrithi pamoja na mwana And he wangu, was cast out because he was a persecutor of the righteous. na akafukuzwa kwa sababu alikuwa wa kutesa yule mtakatifu. And yet Sarah herself was the originator of this idea. Na Sara mwenyewe ndiye aliyetoa wazo hili, Because if you are not patient with God, kwa sababu kama huna subira na Mungu, you are going to get an Ishmael in your life. utapata Ishmaeli katika maisha yako. We need to be very patient Tunahitaji kuwa na subira sana, and understand that you cannot manufacture the fulfillment of a promise of God. na tuelewe ya kwamba hatuwezi kutengeneza ahadi ya Mungu. So what is the key in this race? Kwa hivyo ni jambo gani ambalo ni muhimu sana katika safari hii? You have to look consistently at the one who called you. Ni lazima wakati wote uangalie yule aliyekuita. Never look at the circumstances. Usiangalie hali ambayo iko mbele zako. Never look at the other people. Usiangalie watu wengine. One of the greatest mistakes the message believers are making today Moja zile makosa makubwa waaminio wa siku hii ya leo wanafanya is looking at others, especially looking at Pentecostals, ni kuangalia wengine, hasa wale wa Pentekosto, and trying to imitate the Pentecostals way of operation. na wanajaribu kufanya mambo vile wa Pentekosto wanafanya. And the Pentecostals are already Laodiceans who rejected Jesus Christ. Na Pentekosto tayari ni Laodikia ambayo walimkataa Yesu Kristo. When the prophet saw a preview of the bride in 1964, Wakati nabii alionyeshwa bibi harusi kimbele, and the bride was walking in step with the word of God, na bibi harusi alikuwa anatembea hatua kwa hatua na neno la Mungu, but some of them started drifting away from the line. lakini waaminio wengine wakaanza kutoka kando ya laini. The prophet tells us Nabii it is anatueleza because you are looking at that Pentecostal church of the world. ni kwa sababu alikuwa anatazama kanisa hilo la Kipentekosto la dunia. The Pentecostal church is a foreign church, Kanisa la Kipentekosto ni kanisa ambalo limeanguka, and it is already a cage of unclean birds. na tayari ni mahali ambapo ndege ambao hawastahili wamefungiwa. And you cannot look at a foreign church Na uwezi kuangalia kanisa ambalo limeanguka and you decide you are going to imitate that church. na ufikiria kwamba utaiga kanisa hilo. And that is why there was a rebuke for her to come back in line. Na diposa bibi harusi alikemewa arudi kwenye laini. So the key here Kwa hivyo lile jambo muhimu hapa is to look at the one who called you, ni kutazama yule aliyekuita, and you cannot look at Jesus except through the revealed word of God. na hauwezi kumtazama Yesu isipokuwa kupitia kwa neno ambalo limefunuliwa. If you bring something into your life which is not the word, Ukileta kitu katika maisha yako ambacho si neno, a creed, a dogma, funzo ambalo si kutokana na Biblia, a false doctrine, mafundisho ambayo ni ya uongo, by so doing what you are doing ukifanya hivyo is that you are veiling yourself away from Christ. ni ya kwamba unajifunika, unajiondoa nje ya Kristo. I don't know whether you know that a false doctrine is a veil. Sijui kama unajua fundisho ambalo halistahili ni kitambaa juu ya mbele yako, And when you have a veil before you, na wakati uko na kitambaa mbele yako then you cannot see ahead. hauwezi kuona mbele yako. And so when you have a false doctrine in your life, Kwa hivyo ukuwa na fundisho ambalo halistahili katika maisha yako, Christ is veiled away from you. Kristo amefunikwa kutokana na wewe. You can only see Jesus Christ through the revealed word of God for this age. Unaweza tu kumuona Yesu Kristo kupitia neno ambalo limefunuliwa la siku hii ya leo. And never try to inject your ideas into the word of God. Na usijaribu kulete mawazo yako katika neno la Mungu. The moment you inject your idea, Wakati unalete mawazo yako katika neno la then you are Mungu, cut off from Jesus Christ. kutoka hapo unakatwa, unatenganishwa na Yesu You have Kristo. to look at Jesus Christ through the word consistently. Ni lazima uangalie Yesu Kristo kupitia kwa neno la wakati wote. Remember Peter when he walked on the water? Kumbuka Petero wakati alitembea juu ya He maji, was invited by Jesus to walk on the water. alialikwa na Yesu Kristo atembee juu ya maji. The Bible says in John 14:12, Biblia inasema Yohana 14:12, Jesus speaking, Yesu Kristo akizungumza,
He that believeth on me, yule anayeniamini, the works that I do shall he do also. zile kazi ninazofanya naye And atazifanya, of course the greater works. na tunajua hata kazi kuu. And here one night Jesus came walking on the water. Na hapa usiku mmoja Yesu akaja akitembea juu ya maji, And when the disciples were struggling against the waves in the sea, na wakati wanafunzi wake walikuwa wanang'eng'ana na makumbi kwenye bahari, and they supposed he had seen a spirit, na wakafikiria kwamba wanaona roho, Jesus said, "Be not afraid, it is I." Yesu Kristo akasema msiogope, ni mimi. And then Peter said, "If it is you, then also command me to walk on the water." Na Peter akamwambia, kama ni wewe Yesu, niamuru nami nitembee juu ya Then he maji. was given the invitation to walk on the water. Akapewa ruhusa kutembea juu ya maji, And at first he succeeded. na mara ya kwanza alifaulu kutembea He juu ya was maji, walking on the water just like Jesus. kwa sababu alikuwa anatembea juu ya maji jinsi ambavyo Yesu alikuwa anatembea juu ya maji. And it was a great moment. Na ilikuwa ni wakati mkubwa I sana, am sure even the other disciples were amazed. na najua mpaka wanafunzi wengine walishangaa. Here is Peter walking on the water, Hapa ndio huyu Petro anatembea juu ya maji, even though he is a man who is full of instability, but here is walking on the water. hata kama ni mtu ambaye amejaa mambo ambayo hastahili, lakini anatembea juu ya maji. The prophet says at first Peter was succeeding, Nabii anasema ya kwamba wakati Petro alianza na faulu, because he was looking squarely at Jesus, kwa sababu wakati huo alikuwa amemtazama Yesu moja kwa moja, the author and the finisher of that call. yule mwanzilishi na yule wa kumalizia kuitwa huko. But when he began looking at the circumstances, Lakini wakati alianza kutazama yale mambo yamemzunguka, when the waves became very violent, wakati makumbi haya yalianza kuwa makali baharini, and he got scared in such a way, na akastuka hivi ya kwamba he took his eyes off Jesus and started looking at the waves. akaondoa macho yake kwa Yesu, akaanza kuangalia yale mambo yamemzunguka. The prophet says, Nabii anasema the substance of faith which he had as Yeah. he walked on the water ya kwamba imani ile ambayo alikuwa nayo wakati alikuwa anatembea juu ya maji left him, and he began drowning. ikamwacha na akaanza kuzama. But Jesus, because of his mercy, reached out and rescued him. Lakini Yesu Kristo kwa sababu ya fadhili zake akamshika mkono akamwokoa. As long as he was looking at Jesus, Na wakati wote ambapo alikuwa anamtazama the Yesu, author and the finisher of our faith, he was succeeding. yule mwanzilishi na yule wa kutimiliza imani yake alikuwa anafaulu. But when he began looking at the circumstances, Lakini wakati alianza kuangalia yale mambo ya changamoto zimemzunguka, he started failing. akaanza kuanguka. Let me tell you something. Wacha nikwambie jambo, During this time of coronavirus, wakati huu wa janga hili la corona, the colors of very many believers have come forth. rangi za waaminio wengi zimeonekana. There are many people who have left the message because their faith dissipated. Kuna watu wengi ambao wamewachana na ujumbe kwa sababu imani yao ilinyauka. It has been a testing time for believers also. Kumekuwa ni wakati wa mtihani kwa waaminio. Yet the true believer does not look at the circumstances. Lakini mwaminio wa ukweli haangalii changamoto, He looks unto Jesus, the author and the finisher of our faith. lakini anamtazama Yesu Kristo ambaye ni mwanzilishi na mtimilizi wa imani yake. And when you start looking at the things which are out there in the world, Na wakati unaanza kutazama yale mambo yako huku nje duniani, you'll get derailed. utarudishwa nyuma. One of the greatest mistakes the children of Israel made, Moja ya makosa makuu ambayo wana wa Israeli walifanya when God was leading them through a prophet, the prophet Samuel, wakati Mungu alikuwa anawaongoza kupitia nabii Samueli, they decided to look at other nations. walifikiria kutazama mataifa And mengine, they thought the other nations had a better program than Israel, na wakaona mataifa mengine walikuwa na mipango mizuri kuliko Israeli, because whenever the other nations to war, kwa sababu wakati wale mataifa mengine walikuwa wanaenda vitani, they always had a human leader, a king to lead them in war. wakati wote walikuwa na binadamu mfalme kuwaongoza kwenye vita. But in the case of Israel, Lakini wana wa Israeli, God was using the pillar of fire, Mungu alikuwa anatumia mwali wa or moto. rather, God through the pillar of fire was using a prophet Mungu kupitia nguzo ya moto alikuwa anatumia nabii to lead them to their victories. kuwaongoza katika ushindi. And then the children of
Israel decided na wana wa Israeli wakafikiria that the program of the other nations was better than their own program. ya kwamba mipango ya mataifa mengine ni nzuri kuliko mipango So yao. they demanded to have a king. Kwa hivyo wakasema nao wapewe mfalme, And that was a permissive will of God. na hayo yalikuwa mapenzi ya kuruhusu ya Mungu. And the prophet says, when you fail to walk in the perfect will of God, Na nabii anasema ukikosa kutembea katika mapenzi makamilifu ya he Mungu, allows you to walk in permissive will. Mungu anakuruhusu kutembea katika mawazo, Mapenzi ya katika kuruhusiwa. mapenzi ya kuruhusiwa. But permissive will is going to hurt you big time. Lakini mapenzi ya kuruhusiwa itakuumiza kabisa, Eventually you are going to pay for it. na mwishowe utalipia. That is why he says, Diposa anasema, for example, women in the Pentecostal churches, kwa mfano wanawake katika makanisa ya Kipentekosto, or even men who are not qualified to be preachers, ama wanaume ambao hawajahitimu kuwa wahubiri, you see, they insist on becoming preachers. wanasisitiza ya kwamba wawe wahubiri. And because of that, Na kwa sababu ya hiyo, because the Spirit of God does not always strive with man, kwa sababu roho ya Mungu wakati wote haing'ang'ani na binadamu, God allows them to have the desire of their hearts, Mungu anawakubalia wawe na mapenzi ya mioyo but he yao, does not change his word. lakini Mungu habadilishi neno lake. And that is why God even brings the anointing of the Holy Ghost upon a woman preacher. Na diposa Mungu analeta upako wa Roho Mtakatifu hata juu ya mwanamke mhubiri, And they perform signs and wonders, na wanafanya ishara na but the maajabu, word of God does not change. lakini neno la Mungu halibadiliki. So eventually you find that on the judgment day, Kwa hivyo mwishowe katika kiti cha hukumu cha they are Mungu going to be judged and cast into the lake of fire. watahukumiwa na wawekwa kwenye ziwa la moto. Matthew 7:21 says, Mathayo 7:21 inasema many will come to me in that day ya kwamba wengi watakuja kwangu siku hiyo and say, Lord, Lord, na waseme, Bwana, Bwana, did we not do exploits in your name? si tulifanya mambo makuu kwa jina lako? And he says, Naye Bwana atawaeleza I know you not. ya kwamba siwajui, And they will be cast into the lake of fire, Now- even though they performed signs and wonders in the name of Jesus. na watatupwa kwenye ziwa la moto, hata kama walifanya ishara na miujiza katika jina la Yesu Kristo, Because they were walking in the permissive will of God. kwa sababu walikuwa wanatembea katika mapenzi ya kuruhusiwa ya We Mungu. must always strive to be in the perfect will of God. Ni lazima wakati wote tuwe katika mapenzi makamilifu ya Mungu. The road may be narrow and hard, Njia inaweza kuwa nyembamba na ngumu, but it is going to lead you into prosperity and into eternal life. lakini itakuongoza kwenye kustawi na katika uzima wa milele. Never go for permissive will. Usiendee njia hiyo ya mapenzi ya kuruhusiwa. It is very deceiving Ni kudanganyika sana for somebody to be performing signs and wonders kwa mtu kufanya ishara na maajabu and they are outside the word of God for the age. na ako nje ya neno la Mungu la wakati wake. And because of the signs and the wonders, they think they are okay. Na kwa sababu ya ishara hizo na miujiza wanadhani ya kwamba wako I sawa. would rather not perform any sign but be in the will of God. Ni afadhali nisifanye ishara yoyote, lakini niwe katika mapenzi ya But then Mungu. again, we know that God has signs and wonders Lakini pia tunajua ya kwamba Mungu ako na ishara na which maajabu follow the believers. They don't precede the believers, they follow them. ambazo zinafuata waaminio. Haziendi mbele ya waaminio, lakini zinafuata waaminio. Haziongozi waaminio. Haziongozi waaminio. Signs and wonders follow the believers. Ishara na miujiza inaandamana na waaminio. So the key to running this race Kwa hivyo lile jambo muhimu sana wakati tunatembea safari is hii looking unto Jesus, ni kumtazama Yesu, the one who is revealed in the message of Malachi 4. yeye ambaye amefunuliwa katika ujumbe wa Malaki Don't 4. look at what other people are doing, Usiangalie yale mambo watu wengine wanafanya, and don't try to measure yourself with other people, na usijaribu kujilinganisha na watu wengine, and don't try to look at what is happening in the world. na usijaribu kutazama yale ambayo yanatukia hapa ulimwenguni. The coronavirus pandemic cannot alter the course of history. Janga hili la corona haliwezi kubadilisha mwenendo wa historia. The election crisis in America right now Shida ambayo iko hizi katika uchaguzi ambao ulifanyika wa Amerika cannot hinder the bride from coming to perfection. haiwezi zuia bibi harusi afikie kukamilika. For us believers, it does not matter who becomes president. Kwetu waaminio haijalishi ni nani anakuwa rais wa Amerika. Whether the woman becomes a president, Hata kama ni mwanamke anakuwa rais, because you know, if that man wins, kwa sababu kama huo mtu akishinda, the man already has cognitive troubles.
yeye tayari ako na shida ya kimawazo. ya kimawazo. You know, his mental faculties are not functioning very well. Kimawazo kimawazo hafanyi kazi vizuri sana. So the woman is going to become the ruler. Kwa hivyo mwanamke ndiye atakuwa kiongozi. Whether that happens or not, kama hiyo inafanyika ama sio hivyo itafanyika, there is one thing we know for sure. Kuna jambo moja tunajua The kwa bride is hakika, coming to perfection. ya kwamba bibi harusi anakuja kukamilika. God has given you the mysteries Mungu amekupa siri by which you are to prepare yourself for the rapture. na kupitia siri hizo unajitayarisha kwa sababu ya unyakuzi. Did he not say in the message that the seven thunders will show you how to prepare for translation? Si Mungu alisema kwenye ujumbe ya kwamba ngurumo 7 zitakuonyesha njia ya kujitayarisha kwa sababu ya kubadilishwa So mwili. whatever happens in the world Kwa hivyo yale mambo yanafanyika hapa duniani should not affect you in any way. hayawezi kukudhuru kwa njia It yoyote. is not going to hinder the bride from coming to perfection. Hayatazuia bibi harusi kufikia ukamilifu. So once you hit the core of Jesus Christ, Kwa hivyo wakati unasikia neno kuitwa kwa Bwana wetu Yesu the Kristo, word awakens you, neno linakuamsha, tells you who you are, inakuonyesha wewe ni nani, shows you your lineage, inakuonyesha laini yako ni gani, where you came from, mahali ulitoka what you are doing here, na unafanya nini and hapa, where you are going when you leave this earth, na mahali unaenda unapotoka dunia and hii, how to come into perfection and glorification. na vile utakuja ufikie ukamilifu na kuwekwa utukufu. When we talk about the seven thunders speaking to the bride, Tukiongea mambo ya ngurumo 7 zikiongea kwa bibi harusi, the seven thunders is not a doctrine. ngurumo 7 si fundisho, It's not a group of people who call them themselves the thunders. ngurumo 7 si kikundi ambacho kinajiita cha ngurumo. We say this is the voice of the bridegroom speaking to the bride, Tunasema hii ni sauti ya bwana harusi akinenea bibi showing harusi, the bride how to come into glorification, akionyesha bibi harusi jinsi ambavyo atakuja ili apate utukufu, showing the bride how to come into Edenic beauty again. kuonyesha bibi harusi vile atarudia hali ya Edeni tena. The seven thunders Ngurumo are 7 meant to return you to your position as a son and daughter of God. ni za kukurudisha katika mahali pako kama mwana na binti wa Mungu. Do you know that you are amateur gods? Unajua ya kwamba nyinyi ni miungu wadogo. That is why the prophet says Ndiposa nabii the anasema bride will have the potentials of Christ. ya kwamba bibi harusi atakuwa na nguvu za Yesu. Christ is God in human flesh, Kristo ni Mungu akiwa katika hali ya and we kibinadamu, are amateur gods in human flesh. nanyi ni miungu midogo katika hali ya And nyama, that is why you have the potentials of Jesus Christ. na ndiposa mko na nguvu za Yesu Kristo. Are we together, brothers? Tuko pamoja. So we come to the new birth, Kwa hivyo tunakuja kwa kuzaliwa mara ya the pili, true baptism of the Holy Ghost. ubatizo wa ukweli wa Roho It Mtakatifu. is only when you attain the true baptism of the Holy Ni Ghost wakati tu unapopokea ubatizo wa ukweli wa Roho that you Mtakatifu, can now inherit your mountain. kutoka hapo sasa unaweza kurithi mlima wako, Like Caleb, who demanded his mountain over in the land of promise. kama Caleb yule aliitisha mlima wake katika nchi ya ahadi. Once you attain the new birth, Wakati unazaliwa mara ya pili, remember the Holy Ghost is your tutor. kumbuka Roho Mtakatifu ndiye mwalimu wako. He is the one who is going to help you to possess this mountain. Ni yeye atakusaidia ili uweze kumiliki mlima huu. You cannot have, for example, the stature of a perfect man, Kwa mfano, hauwezi kuwa na kimo cha mtu mkamilifu which is Mount Pyramid, without the new birth. ambao ni mlima wa Pyramid bila kuzaliwa mara ya You have to pili. have the new birth in order to attain this mountain. Ni lazima uzaliwe mara ya pili ili uweze kufikia kuupokea mlima huu. Then you come to the image of Jesus Christ. Kutoka hapo unakuja kwenye sura ya Yesu Kristo. The prophet says, then you perform the perfect works of Christ. Nabii anasema kutoka hapo unafanya kazi kamilifu za Yesu Kristo. Amen. You perform the perfect works of Christ. Unafanya kazi kamilifu za Yesu Kristo. Then we come to glorification and the rapture. Kutoka hapo unawekwa utukufu kisha It unanyakuliwa. is a race which we are running, but we must be patient, Ni mbio ambayo tunakimbia, lakini lazima tuwe na subira, and we must look unto Jesus, the author and finisher of our na faith. ni lazima tumtazame Yesu Kristo aliye mwanzilishi na mtimilizi wa imani yetu. Where do you find Jesus? Unampata Yesu wapi? Christ is always revealed in his own word for every age. Yesu Kristo kila wakati anafunuliwa kwenye neno lake ambalo amefunua kila The kizazi. seventh seal is broken. Muhuri wa 7 The umefunuliwa, Son of Man is revealed. mwana wa Adam amefunuliwa, The mysteries of God are open, siri za Mungu zimefunguliwa, and that is where you find
Christ. Na hapo ndipo unapomuona Kristo. We must look unto him consistently. Ni lazima kila wakati tumtazame yeye. There are many people who have been derailed in this message. Kuna watu wengi ambao wamerudishwa nyuma katika ujumbe huu. God has not called you to look at what others are doing. Mungu hajakuita utazame wale wengine wanafanya He has nini. called you to look unto him from start to end. Lakini Mungu amekuita umtazame yeye kuanzia mwanzo mpaka mwisho. For he is the author and the finisher of our faith. Kwa sababu ni yeye mwanzilishi na mtimilizi wa imani yetu. And the Bible says, na Biblia inasema, he that promises faithful. Ya kwamba yule ambaye ametuahidi ni mwaminifu. We are the seed of Abraham. Sisi ndio mbegu ya Ibrahimu. And the prophet says, na nabii anasema, when God gave the promises to Abraham, wakati Mungu alipeana ahadi kwa Ibrahimu, it was not to him alone. Hazikuwa ahadi za Ibrahimu peke yake. It was to him and his seed after him. Lakini zilikuwa ahadi za Ibrahimu na mbegu zake baada yake. And we are the seed of Abraham. Na sisi ndio mbegu za Ibrahimu. That is why when God sent a messenger in these last days, ndiposa wakati Mungu alituma mjumbe siku hizi za mwisho, his very name, neno lake, is a variation of the name of Abraham. Linafanana na jina la Ibrahimu. Branham and Abraham is just a variation of the same name. Branham na Ibrahimu ni jina moja. So if we have had an Abraham in this age, like Abraham, kwa hivyo kama tumekuwa na mtu kama Abraham katika kizazi hiki, then we are the seed of Abraham. Sisi ndio mbegu ya Ibrahimu. So the spoken word was not only for the prophet. Kwa hivyo neno la kunena halikuwa tu la nabii. It was also for the seed coming after him. Lakini neno hilo lilikuwa la mbegu zake, mbegu za Mungu ambazo zilikuwa zije baada yake. And this seed is in all nations. Na mbegu hizi za Mungu ziko katika kila mataifa. Because the Ham there means the father of nations. Kwa sababu yeye aliitwa baba wa mataifa. That's why na diposa, when he saw a preview of the bride in 1964, wakati alionyeshwa bibi harusi Kibele mwaka wa 64, the bride was not confined to America. Bibi harusi hakuwa tu amefungwa pale Amerika peke yake. She was from all nations. Lakini bibi harusi alikuwa anatokea katika mataifa yote ya dunia. I am sure we were in that vision. Na nina hakika nasi tulikuwa kwenye ono hilo. And here we are fulfilling the vision. Na hapa tuko hapa tukitimiza ono hilo by looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kwa kumtazama Yesu Kristo mwanzilishi na mtimilizi wa imani yetu. You see, Brother Branham, unaona ndugu yetu Branham had a body change for a few minutes. Alibadilishwa mwili kwa dakika chache. You see, that was showing what was going to happen to the seed of Abraham at the end of the road. Na hii ilionyesha yale mambo yatatendeka kwa mbegu ya Ibrahimu katika mwisho wa safari. So here we are, we come to the end of the road. Kwa hivyo tuko hapa, tumefika mwisho wa njia wa safari. And we are the seed of Abraham. Na sisi ndio mbegu ya Ibrahimu. And what he manifested temporarily, na kile ambacho alidhihirisha kwa muda, is to be manifested fully by the seed of Abraham around the world. Ni lazima kikamilishwe kwa njia kamilifu na mbegu ya Ibrahimu kote duniani. And these promises are sure. Na ahadi hizi za Mungu ni hakika. And nothing can fail. Na hakuna kitu kinaweza kosa kutimia. Let us pray. Tutaomba. Then Brother Wesley is going to lead us a few minutes in worship. Kisha ndugu wetu Wesley atatuongoza dakika chache kwa kuabudu. Where we could have some time to pray for ourselves. Mahali tunaweza kuwa na wakati tujiombee wenyewe. As we prepare for the next service. Tunapojitayarisha kwa sababu ya ibada hiyo nyingine. Shall we pray? Tuombe. Our Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, we are so glad to know that we came from eternity and we are going back to eternity. And that the Lord Jesus Christ is the author, the originator and finisher of our faith. You have called us, Father. We have heard the eagle cry. We have heard your voice when the seals were broken. And you have called us, Father, to walk with you like Enoch. Because Enoch was a shadow of this age and we are the antitype. I want to ask you, Father, to help each one of us, every brother and every sister, and quicken us in such a way, Father, that we are not going to look at the things which are surrounding us and the circumstances and the situation on the face of the earth, but we are going to look unto Jesus, the author and finisher of our faith. We know that you are faithful. You who promised, we know that you are faithful and that you are going to lead us, Father, each one of us into the stature of Jesus Christ, to become a ripened corn of wheat and to manifest Jesus Christ just before we go into the rapture. Have your way, Lord Jesus Christ. Bless every brother and every sister. We have many needs in our lives, and I want to ask you, Father, to address every single need which is in our lives. And when you do, Father, the glory and the honor is thine, Father. Those who are sick and afflicted, I want to ask you, Father, to touch them. Oh, Father, have thine own way and take the preeminences and the oversight
in the life of every saint of God. We give you the glory and the honor, for we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. So Brother Wesley, unaweza kuja utuongoze.